April 7 ya mwaka 1972 itaendelea kusalia kwenye historia mara baada ya siku hiyo kuwa ni siku mbaya zaidi katika historia ya Zanzibar. Ni siku ambayo alipigwa risasi na kuuawa rais wa Zanzibar, Sheikh Abeid Aman Karume. Taarifa zinaeleza kwamba ni siku ambayo alikuwa ameketi akicheza bao kama ilivyo mila na desturi zake za kawaida. Lakini katika eneo hilo ndiko ambako alishambuliwa na mtu kwa risasi na kisha umauti ukamfika. Tangia hapo ilipofika tarehe kama ya leo ya 7 ya mwezi wa 4, huwa inakuwa ni siku ya kukumbuka kifo cha kiongozi huyu. Kiongozi ambaye anatajwa kwa umahiri aliyokuwa nao kuhakikisha kwamba Zanzibar inafata ustawi ilionao hii leo. Maendeleo makubwa ambayo yalipatikana kwa Zanzibar tangu yalipofanyika mapinduzi hadi kifo kilipomkuta mwaka 1972. Hiyo ndio mada ambayo tutakayoimulika katika siku hii ya leo, kuangazia miaka hiyo 52. Nini kimefanyika? Nini ambacho kimetokea tangu kifo cha Sheikh Abeid Aman Karume? Maendeleo gani ambayo yamechagizwa na falsafa na misimamo ambayo alikuwa nayo? Mimi naitwa Nurdin Selemani, ndiye ambaye nakualika kwenye uchanganuzi kwa leo. Studio tumemwalika mchambuzi wa masuala ya Zanzibar, eneo ambalo amebobea zaidi, Said Miraji. Karibu sana. Nashukuru sana. Kwema? Namshukuru Mungu. Mambo nasemaje? Alhamdulillah. Ni miaka 53 tangu Sheikh Abeid Aman Karume ameuawa. Yeah. Tarehe 7 April mwaka 1972. Yeah. Kwa miaka hii 53 bado falsafa ya Sheikh Abeid Aman Karume ingali inaishi kwa Wazanzibari. Kwa kiasi fulani unaweza ukasema inaishi, lakini zaidi unaweza ukaona kimaneno na matamshi tunataka kuonyesha kwamba falsafa zake zinaishi, lakini kwenye matendo tumekuwa tunaingia tunatoka, hatukuwa na mtiririko wa moja kwa moja. Kwa hivyo unaweza ukasema zinaishi, lakini je, katika kuishi kwake zinatija? Zinakwenda kama vile ambavyo watu walitazamia? Hapo kidogo ndio mjadala. Na nini ambacho labda kinasababisha hali kuwa hivyo? Unajua, Zanzibar Karume alipoingia madarakani 1964 aliingia baada ya mapinduzi. Immediately baada ya kuingia madarakani alikuwa na kazi kwanza ya kujenga ustawi wa jamii. Okay. Pili, kuhakikisha anatengeneza misingi imara ya utawala wake. Na wakati ule ujue bado Zanzibar imetoka kwenye mfumo uliokuwepo wa vyama vingi. Yalipofanyika mapinduzi, vyama vyote vilivyokuwepo vya kisiasa vikapigwa marufuku. Kwa hivyo tukawa tuko kwenye mfumo wa chama kimoja, ambacho chama kilichokuwepo wakati ule ni cha Afro Shirazi Party. Kwa hivyo Karume wakati yuko kwenye hizo harakati za kutaka kuijenga upya Zanzibar chini ya mtazamo wa siasa za kijamaa ambao inafuatwa na chama chake cha Afro Shirazi, ikatokea Karume ameuliwa. Karume ameuliwa, tujue kwanza kama Zanzibar wakati ule ilikuwa haina vyombo vya kutunga sheria kama ilivyo sasa. Wakati ule ilikuwa inaishi kwa kitu kinaitwa decree. Kulikuwa kuna Baraza la Mapinduzi. Kauli ya rais wakati wowote inaweza ikawa ni sheria. Baraza la Mapinduzi na ibariki, inakuwa ni sheria. Kwa hivyo Karume wakati anapambana kujenga hiyo Zanzibar kwa ile mitazamo ambayo yeye na wajumbe wenziwe wa Baraza la Mapinduzi wanaiona sawa, anaondoka, anakuja Aboud Jumbe. Aboud Jumbe Mwinyi anaingia, anatamani sasa kuanza kuleta utawala wa kidemokrasia, yani kwa kuitawanya zaidi demokrasia kuliko ilivyokuwa. Kwa hivyo unamkuta kwa kiasi kikubwa sana anapambana labda pengine
na falsafa na fikra zilizokuwepo katika uendeshaji wa nchi na kuleta utaratibu mwingine. Mpaka inafika mwaka 1984 anaanzisha katiba ya Zanzibar. Katiba ya Zanzibar linaanzishwa baraza la kutunga sheria la Zanzibar, baraza la wawakilishi. Kwa hivyo unaweza ukaona ni vipindi tofauti. Karume wakati yupo alikuwa ana Afro Shirazi, ana serikali ya Zanzibar ya baraza ya serikali ya mapinduzi ya Zanzibar inayoongozwa na baraza la mapinduzi, yeye akiwa kama mwenyekiti na rais. Lakini wakati huo huo inafika mwezi Aprili anaungana kwenye muungano. Kwa hivyo ana chama cha Afro Shirazi lakini ana serikali ya muungano. Aboud Jumbe Mwinyi anakuja anarithi serikali ya muungano 1977, anaunganisha Afro Shirazi na tano, inapatikana CCM. Kwa hivyo kwa vyovyote vile katika uendeshaji wa hii nchi kunaweza kukawa na mitazamo na mambo tofauti tofauti kwa sababu ya mwenendo halisi wa vile vipindi vya kisiasa, maendeleo ya siasa yenyewe, maendeleo ya uchumi, ukuaji wa demokrasia, ujenzi mpya wa Zanzibar na kadhalika. Kwa hivyo Aboud Jumbe na yeye anakwenda, anafika pahala linatokea wimbi la machafuko ya hali ya hewa ya kisiasa Zanzibar. Analazimika kujiuzulu, lakini mamlaka ya kisiasa sasa hayako tena kwa chama cha Afro Shirazi. Mamlaka ya kisiasa yako kwa Chama cha Mapinduzi, na Chama cha Mapinduzi ndo supreme, na wakati ule chama ndio kinashika hatamu. Kwa hivyo anaondoka Aboud Jumbe Mwinyi, anakuja Sheikh Ali Hassan Mwinyi. Anakuja na falsafa yake sasa Sheikh Ali Hassan Mwinyi ya biashara huria na mambo mengine. Sheikh Mwinyi hana muda mrefu anaondoka, anakuja Sheikh Idris Abdul Wakil. Kwa hivyo ukianza kutazama kila awamu ya uongozi inavyokuja inakutana na changamoto tofauti, kwa sababu hali ya kisiasa inaanza kuamka tofauti na ilivyokuwa wakati wa Karume. Kwa hivyo tunaweza kusema ziko sababu zilizopelekea labda pengine maono yake yasitekelezwe kwa kiasi kikubwa, ingawaje alipofariki Karume, kauli ya kwanza ambayo Zanzibari tulikuwa tunaizungumza, tunasema kilichokufa ni kiwiliwili chake tu. Fikra, mawazo, busara zake zitaendelea kuishi. Kwa hivyo kama tunakubali haya yataendelea kuishi, maana yake ni kwamba baadhi ya mitazamo yake lazima tuichukue katika jitihada kubwa kwa kulingana na mazingira ya wakati. Lakini hiyo inawezekana ukiangalia vipindi hivyo vya kila kiongozi alivyokuja, changamoto ambazo wamekutana nazo na hali ya sasa ambayo tunayo ya leo, kwa sababu nyakati hizo zote ambazo walikuwa wanazitaja bado tulikuwa tujaje kwenye mfumo wa vyama vingi. Tumekuja mfumo wa vyama vingi na ghasia zake ambazo zimeingia hapo katikati. Mfumo wa vyama vingi umekuja mwaka 1992. Madarakani akiwepo Dr. Salmin Amur bin Juma Kamando. Bado mimi nasema viongozi wote waliobahatika kuendelea kuwa watawala Zanzibar wanatoka CCM. CCM ni mtoto aliyezaliwa na Afro Shirazi na tano. Kwa hivyo bado ile consistency, muendeleo, ule mtiririko wa yale ya maazimio yaliyokuweko kutoka kwenye utafutwaji wa uhuru wa Tanganyika na mapinduzi ya Zanzibar unaendelea kuwemo kwenye falsafa za chama kinachotawala madarakani. Ndio watu peke yake ambao walikuwa na nguvu kubwa sana ya kuweza kuyaenzi aliyoanzisha Sheikh Abeid Amani Karume. Kwa mfano, Sheikh Karume alipoingia madarakani alikuwa na falsafa zake. Kuna maneno tunasema ni maneno ya hekima ambayo bwana Karume alikuwa nayo. Kwa mfano, anakuambia kitukuze kilicho chako mpaka usahau cha mwenzako. Maana yake anakuhimiza kwenye nini? Uzalendo, kwamba jali nchi yako. Anasema siku zote mjenzi wa mwananchi anayeweza kujenga nchi ni mwananchi mwenyewe. Kwa hivyo wananchi, nini nafasi yao katika kuhakikisha wanaijenga Zanzibar yao? Wanashirikishwaje? Na pamoja na kushirikishwa, na wao wanakubali kushiriki kwa namna gani
katika kuijenga Zanzibar. Zanzibar ambayo Karume alikuwa anaitaka elimu iwe bure, watu wasome mpaka wafike mwisho wa upeo wao wa kufahamu bila ya kulipia gharama. Kwa wakati Karume anasema hayo, Zanzibar ilikuwa na watu pengine 600,000. Sasa hivi tunazungumza Wazanzibari wako 2,000,000+. Je, tunaweza kuendelea kuishi na huo mfumo wa elimu bila malipo ambao tulikuwa maarufu sisi tukiita elimu bure? Kama hatuwezi, kwa nini? Na tufanye nini ili tuweze? Karume wakati yupo madarakani alikuwa anataka hali za wananchi ziwe sawa, na katika kuwa na hali za wananchi sawa ameweka misingi ya hali za wananchi kuwa sawa, ikiwemo masuala ya kuwajali wazee. Kulikuwa na nyumba za wazee pale Sebleni na Wete kule Pemba zilikuweko. Suala la kujenga nyumba za makazi bora ya watu kuishi, suala yani mambo mengi. Lakini pamoja na kwamba serikali inachukua jitihada ya kujenga nyumba bora za kuishi, lakini na wananchi mchango wao ni nini katika hilo? Wakati wa Karume wananchi walikuwa wana siku maalumu ya kujitolea. Unakwenda unabeba tufali kabisa, unajitolea katika ujenzi wa nyumba. Kwa hivyo kulikuwa kuna ushirikishwaji fulani katika kuchangia maendeleo. Nyumba za Michenzani wakati wa Karume zinajengwa, sio Michenzani tu, katika kila kona ya miji mikuu ya visiwa vya Unguja na Pemba nyumba kama zile zimejengwa. Na priority number 1, fursa ya kwanza waliokuwa wakipewa watu wa kwanza ni wale ambao walikuwa wakati nyumba zile zinajengwa waliathirika pale nyumba zao zilivunjwa. Kwa hivyo kuna watu katika nyumba za Michenzani walipewa nyumba bure. Lakini je, rais anayejenga sasa nyumba za Michenzani anaweza kugawa bure? Kwa hivyo kuna vitu vinakuwa kama vina utofauti, Nurdin. Vina utofauti. Lakini bado suala la kujiuliza, misingi ya Karume, Zanzibar kuwa ni nchi kamili yenye mamlaka yake, inayoweza kufanya maamuzi kuhusiana na mambo yanayoihusu Zanzibar, Wazanzibari kushiriki katika ujenzi wa nchi yao, usawa mbele ya macho ya sheria, usawa katika masuala ya haki. Vijana, Zanzibar ilikuwa tunajua ni ndogo, na wakati ule zaidi tulikuwa tunaitazama Zanzibar kama ni nchi ya wakwezi na wakulima. Zaidi tulikuwa tunajitazama kwamba kuna wafanyakazi na kuna wakulima. Hawa wakulima ni wakwezi na wakulima kwa maana ya wakulima wa karafuu na wakulima wa mbata. Ukisema mkwezi ni yule anayepanda minazi kwa ajili ya kutengeneza mbata. Sasa haya yalikuwa ndio mazao makuu wakati huo, karafuu na mbata katika visiwa vya Zanzibar. Kwenye zao la nazi tunapata mafuta ya nazi, tunapata vifuu kwa kutengeneza samani, mapambo na kila kitu. Tunapata makumbi, tunatoa sumba. Wakati ule tunatengeneza godoro la sumba, ukilalia mgongo unanyooka. Sumba tunatengeneza kamba, tunasuka vitanda vya kulalia. Tunatengeneza kamba, tunafanya mambo tofauti. Tunapiga mapakacha, tunatengeneza mafagio ya cherewa, tunapata nazi, tunatengeneza sabuni, tunapata madafu. Mnazi ukiuchanganua ulikuwa unaweza kukupa faida nyingi kweli kweli, ule mnazi tu. Karafuu na makonyo yake hali kadhalika, na karafuu ya Zanzibar kwa wakati ule kwenye soko la dunia ilikuwa ndio namba 1 kabla ya Indonesia na wengine kuzalisha karafuu. Sasa baada ya muda, soko la mbata, soko la nazi limeshuka thamani yake. Soko la karafuu limeingiliwa na watu wengine. Ndipo unapoweza kuona hata hali ya uchumi aliyokuwa nayo Karume, mazao ya kutegemea uchumi wa Zanzibar wakati wa Karume yamebadilika. Ndio maana alipokuja Sheikh Aboud Jumbe katika mazao ya uchumi, Aboud Jumbe alijaribu kwenye kilimo cha pilipili hoho, alijaribu kwenye kilimo cha iliki, alijaribu kwenye kilimo cha mpira, alijaribu kwenye mambo tofauti tofauti. Kaondoka Aboud Jumbe, wamekuja wengine wamejaribu kwenye masuala ya utalii. Sasa hivi tunazungumzia kwenye uchumi wa bluu,
bahari, mafuta na vitu vingine kama hivyo. Kwa hivyo hata uchumi wenyewe katika visiwa vya Zanzibar na wenyewe umekuwa ukibadilika hatua kwa hatua. Tukipiga darubini sasa hivi tukiangalia Zanzibar yenyewe, hasa katika eneo la ukuaji wa uchumi na maendeleo ya jamii, Mzee Karume, iwapo anaweza akasema kwamba nafarijika kwa hiki ambacho kimefikiwa? Hapana, sidhani, kwa sababu ukuaji wa uchumi unapaswa uendane na maendeleo ya watu. Okay. Huwezi kusema tu kuna majumba mengi yanajengwa. Nani anajenga? Pengine kuna matajiri watatu tu wanajenga, wananchi wa kawaida, kwa sababu msingi wa mapinduzi yalikuwa yanamlenga kumletea manufaa mwananchi wa kawaida, ni kupunguza pengo la aliye nacho na asiye nacho. Je, tumeweza kufanikiwa katika hilo? Tunawapa elimu ambayo vijana wetu wanaweza kuitumia? Je, wakisha kupata hiyo elimu wanaweza kupata ajira? Je, wakipata ajira wanaweza kukidhi mahitaji ya maisha yao kutokana na ajira wanazopata? Sasa unaweza ukakuta pengine sasa hivi watu wanaweza kuwa wako kwenye ajira. Huwezi kuajiri wazaliwa wote walioko Zanzibar serikalini. Lakini je, hawa ambao hawako katika ule mfumo rasmi wanaweza kuwa na njia mbadala za kujiendesha katika maisha yao na wakaweza kusurvive kwenye maisha yao? Kwa mfano, tunamzungumzia Karume kama ni baharia. Katika falsafa yake Karume, katika mambo aliyokuwa anayapenda, vijana pia walikuwa wakiamua kwenda kufanya kazi ya ubaharia, basi waachiwe na watengenezewe hizo fursa. Ulikuwa ukiondoka Zanzibar umezamia, silikuwa tunasema vijana wanazamia. Ukikamatwa ukarudishwa hapo, ukipelekwa Keko hapo unapigwa fine. Nakumbuka kuna fine ilikuwa 50,000, imekwenda mpaka ikapanda. Mwingine anapelekwa kama ameshindwa kulipa fine anapelekwa jela. Zanzibar ukitua tu pale, we huna kesi ya kujibu, hautapigwa fine, hautapelekwa mahakamani, wala hautafanyaje. Unaambiwa kama we mpango wako ni kwenda huko, kajipange tena, umekosea step, kaanze upya. Ubaharia sio dhambi, ni kwenda kutafuta maisha. Sasa uchumi wa Zanzibar sasa hivi, je, uko mikononi? Maana tulikuwa tunasema katika falsafa za siasa, ujamaa na kujitegemea ni njia kuu za uchumi kumilikiwa na wananchi. Njia kuu za uchumi zinamilikiwa na wananchi? Ndio maana nikakwambia ni jambo la kufikirisha. Falsafa ya siasa ya ujamaa na kujitegemea, miongoni mwa misingi yake ambayo chama kilichopo madarakani kinafuata misingi ya siasa ya ujamaa na kujitegemea, ni njia kuu za uchumi kumilikiwa na wananchi. Njia zetu kuu za uchumi sasa hivi zinamilikiwa na wananchi. Ukija kwenye utalii, kwa kiasi kikubwa sana wazawa ni watumishi wa wawekezaji, ambao wawekezaji si wananchi wa Zanzibar, ni wageni. Je, serikali inawalinda vipi? Wakati mwingine unaweza kukuta kuna migogoro kwa sababu wageni ambao tunawaita wawekezaji wanamiliki pengine maeneo makubwa ya ardhi. Zanzibar at least kwa kiasi fulani serikali imeamua kudhibiti hilo, lakini kuna baadhi ya wazawa, hata kwa wazawa wenzao, wameuza maeneo fukwe za bahari ambapo watu wamekwenda kujenga mahoteli. Kumbe serikali ilipaswa iwe na msimamo wa kuwasaidia kisheria wananchi, badala ya kuuza. Iwe yeye ndio asset yake. Mimi kama nina jamaa yangu ana eneo Uroa, ana eneo pahala popote pale, mgeni au hata mwenyeji anataka kuja kujenga hoteli, badala ya kumshawishi auze apate pesa, ningemwambia mwambie huyu awekeze, ajenge hoteli, share zako wewe zitatokana na ardhi uliorithi kutoka kwa babu zako. Kwa hivyo maana yake wewe bado utaendelea kumiliki ile ardhi kwa maisha yako yote, na utaendelea kufaidika na uwekezaji uliofanywa. Lakini tujiulize, hakuna Wazanzibari waliouza ardhi, hata kama ameuza kwa Wazanzibari wenzao? Jamii sasa, wakati haya yote yanaendelea, jamii na mwenzi katika kiwango ambacho maneno ya mwanzoni yalisemwa kwamba
umekufa mwili, lakini fikra, mawazo yake na vingine vyote vitaendelea kusalia. Shida kumwenzi kwa Karume sasa hivi kumekuwa ni kwa kisiasa. Kama tulitaka kumwenzi Karume kama kiongozi wa Zanzibar, unajua mapinduzi yalipotokea yako mambo yameacha athari miongoni mwa jamii ya Wazanzibari. Lakini historia inabaki ni historia. Lazima mfike pahala mkienda mbele sasa muanze kutazama maslaha na maendeleo ya taifa lenu. Ikiwa mtaishi kwa kutazama historia tu, hamtaweza kupiga hatua kwenda mbele. Karume hata ukitaka kuulaumu utawala wake kwamba kuna mambo hayakuwa mazuri, lakini pia utataka kusifia kwamba yapo mambo yalikuwa mazuri. Sasa haya tunayoyaona ambayo ni mazuri na tunataka kuyaenzi, tusiyachukue kama ni mambo ya kisiasa, tuyachukue kama ni mambo ya kijamii. Sasa shida ya Zanzibar ambayo watu wengi hawaielewi ni kwamba Zanzibar mambo yake kwa kiasi kikubwa sana yanamili pamoja na mitazamo ya kisiasa. Haya tunayoongea hapa, kuna watu wanatutazama kisiasa. Sasa lazima tufike pahala, kuna mambo tuyatazame katika uhalisia, tutazame faida za kiuchumi, tutazame ustawi wa jamii yetu, tutazame urithi wa vijana wetu au vizazi vyetu kwa siku zijazo. Tunataka kuwarithisha nini hawa? Kwa hivyo kwa kiasi kikubwa sana kumwenzi Sheikh Abeid Amani Karume, na Wazanzibari ni watu wa ajabu. Nikwambie mimi, wakati ulipokuja kitu tunaita maafikiano muafaka baina ya vyama vya kafu na CCM na Maalim Seif akawa mstari wa mbele sana kuhakikisha kama yale mambo yaliyokuweko katika makubaliano yanaheshimiwa na yanatekelezwa. Ghafla hizi mitazamo ya kisiasa na nini ilianza kupotea, na watu sasa ukiwaalika kwenye sherehe ya mapinduzi, badala ya kuanza kuzungumzia mapinduzi ilikuwa hivi, mapinduzi kulikuwa na nini, watu wanazungumzia sasa maendeleo, wanazungumzia uchumi, wanazungumzia ustawi wa jamii. Lakini wakikorofishana tu watu wanarudi kwenye siasa. Sasa mambo aliyoanzisha Sheikh Karume, kwa mfano tuyachukulie yale masuala ya kiuchumi, kuna masuala ya michezo, kuna masuala ya kijamii. Ukiyatazama kama kiongozi, ni mtu alikuwa na maono, na ni mambo ambayo kwa mtu yeyote mwenye fikra timamu kwa yale mambo ya kimaendeleo lazima atasupport. Kwa mfano Zanzibar ni visiwa. Ardhi siku zote haikui, bali inapungua. Visiwa vinaliwa na bahari. Mwaka 1964 Karume anaingia madarakani kuja na wazo la kujenga nyumba zinazokwenda juu badala ya kuwa zinafata hivi au nyumba hizi ndogo ndogo. Ni jambo la kujiuliza, huyu mtu kichwa chake kilikuwaje? Wakati huo hakuna lift, lakini Zanzibar tuna ghorofa 5 zinakwenda mpaka 7. Zinajengwa nyumba za serikali, nyumba za mwanzo za magorofa makubwa ni mradi unaofanywa na serikali. Leo Zanzibar watu wanajenga magorofa makubwa tu. Na ndivyo Zanzibar inavyotakiwa ijengwe. Serikali ilipaswa kuwa na hizo plan, kufikiria kama miaka 20, 50, 100 ijayo Wazanzibari watakuwa ni wengi, eneo litakuwa ni dogo. Leo nashukuru serikali iliyopo sasa hivi, hata shule sasa hivi zinajengwa za ghorofa, hospitali zinajengwa za ghorofa, hata kama ni ghorofa moja, lakini tunahitaji kuona ziwe ghorofa kubwa zaidi. Wakati wote tukimbia kweli kweli. Said Mirai, kabla hatuja hitimisha, neno lako ni moja sasa, wakati ambako tunamwenzi Sheikh Abeid Amani Karume, kwa watu wote bila kujali kwamba kumekuwa na hiyo mivutano na uegemezi wa kisiasa ambao umejengeka kweli kweli. Sheikh Karume katika maneno aliyokuwa akiyasema
kuna masuala haya ya maneno ya hekima nilisema mwanzo, kuna alikitukuza kilicho chako mpaka usahau cha mwenzako na mambo mengine kadhaa wa kadhaa. Wazanzibari lazima wafike pahala wajitambue kama wanadhima ya kuijenga Zanzibar, kwa sababu Zanzibar haitajengwa isipokuwa na Mzanzibari mwenyewe, kama ambavyo tunasema Tanzania haitajengwa isipokuwa na Mtanzania mwenyewe. Kwanza watambue wana hiyo dhima, na ili waweze kuijenga Zanzibar sio kwa majengo tu, wanapaswa kuijenga kiuchumi, wanapaswa kuijenga kimaendeleo, wanapaswa kukijenga kizazi cha Wazanzibari, kizazi hadi kizazi kikumbuke historia yao na mambo yao mengine. Lazima tufike pahala tujitambue kwamba historia imepita na ya kwake, na sasa tuna miaka 53, tuna miaka 60 tokea mapinduzi ya Zanzibar. Generation iliyopo sasa hivi, Nurdin, haikumbuki tena hayo mpaka ikumbushwe kwa kulazimika. Kwa hivyo watu wa focus kwenye maendeleo. Wenzetu wametoa mchango wao, sisi tujiulize sasa hivi tukiondoka, baada ya generation yetu, hawa vijana wanaokuja tunataka kuwarithisha Zanzibar ya namna gani? Okay. Maneno ya kwake Said Miraji hayo, mchambuzi wa siasa za Zanzibar, akituacha na tafakuri ya namna hiyo kwamba kila mmoja anapaswa kujiuliza iwapo kizazi hiki kitaondoka, kitaiacha Zanzibar namna gani. Karume Sheikh Abeid Aman alishafanya ya kwake, alirekebisha Zanzibar, akaiacha Zanzibar kana kwamba ilikuwa ikiishi katika ulimwengu wa kileo, sababu ukifika Michenzani pale utaona maghorofa ambayo yalijengwa zama hizo, TV ya rangi hadi leo uwanja wa Tata uliachwa. Halikadhalika pia kuwa Zanzibar ikitajwa kwamba ni nchi ya kwanza Kiafrika kuwa na televisheni ambayo ilikuwa ikionyesha kwa rangi. Maeneo mengine ilikuwa ni black and white kama ambavyo tunafahamu, lakini pia aliacha kwenye maeneo ya michezo pia uwanja mzuri na bora kabisa ambao watu waliendelea kujivunia. Nikushukuru sana Mzee Said. Asante Nurdin. Naam, na kwa nukta ndo nafikia tamati ya uchanganuzi. Leo tulikuwa tukimulika miaka 53 tangu kifo cha Sheikh Abeid Aman Karume na namna ambavyo falsafa zake na misimamo yake inaendelea kuenziwa na inavyowasaidia basi watu mbalimbali katika kuhakikisha na wenyewe wanajenga misingi yao kwenye uongozi. Niite Nurdin Selemani. Usiku mwema.